watching CFAM TV House of Prayer. Tuko kwenye ile hali ya kuabudu. Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa kweli. Mungu wa mbinguni, Mungu aliyeabudiwa na kuombwa na Elia nabii. Katikati ya manabii wa Baali ambaye ni sanamu, ambaye si Mungu, 450. Yapori kaitina Baal na shomega asere zaidi ibomwan onom. Manabii 450 wa Baali ambaye si Mungu. Kaitin ibomwan onom nene kaitina ngai. Mungu akajidhihirisha wa mbinguni kwamba ndiye Mungu wa kweli. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu hapa, aliye na uwezo na mamlaka yote na anayejibu maombi ya watu wake. Oh, hallelujah. Rida la bosaya ramayandele bosa. Hebu endelea tu kusema na Bwana. Hilo lianga imegira. Mwambie Mungu leo, mwambie nataka nikujue wewe Mungu wa kweli zaidi. Ayuna yelo yangai na seba oleng. Mwambie Mungu nataka nikujue zaidi. Yanga yayuna yelo oleng. Oh, hallelujah. Jesus. Mungu anayejibu kwa moto. Urangaina walode nkema. Maana yeye ni moto ulao. Mwenke mana idaki. Kwa hiyo hana haja ya kuitisha kiberiti, kuitisha yeye ni moto ulao. Nera haja vivo kiberiti amo enkema na nosisho ninyi. Kwa hiyo tukimuita tende jimbot katika roho na kweli, yale wanajua katika haki, yale sabana, katika usafi wa roho, yale sidana na maisha yetu, wengi shia anajibu maombi. Na yaodongo mono. Thank you Jesus. Hallelujah Yesu. Hallelujah. Roho sana. Tukiwa katika hali hiyo, wale gidina bugunoto, labda uko hapa bangi ni ndiye wengi na hujaokoka. Tukiwa kwenye hiyo hali, kila mtu anamwabudu Mungu. Kilo kwa egiraba ngana serena na wengine wanaomba tubu na kuomba msamaha. Ndio ndurulie au mwanambani. Maana labda umekuwa ukiabudu miungu mingine. Bangi ni kilo shaka serena kulia ili nangai. Ukipenda pesa kuliko Mungu na miungu hiyo. Bangi ndio nyaramba sayala nyangai gaili nana. Ukipenda kazi kuliko Mungu, hiyo ni miungu. Yesi ayala nyangai gaili nana. Ukipenda mke au mume kuliko Mungu au watoto, hizo ni miungu gaili nana. Na unaweza ukamchukiza Mungu na Mungu akakosa kujibu. Kuna vitu unaweza ukapenda zaidi ya Mungu na ikawa ni miungu. Mungu ni Mungu, ana uwivu. Lazima tumwabudu Mungu wa mbinguni aliye wa kweli. Basi mwambie Mungu akusamehe, maana umewaza mengi kuhusu miungu mingine. Umwamini huyu Mungu 100%. Bado na mashaka, bado na wasiwasi, bado na sita kama vile Mungu amemtumia mhubiri. Utasita kwa njia mbili mpaka lini? Hautapokea chochote. Hebu acha kusita. Mwamini huyu Mungu wa mbinguni anayejibu kwa moto, anayejibu maombi. Mwamini huyu Mungu, uone vile atakavyotenda kwa maisha yako. Baba tusamehe, turehemu,
kwa mashaka yetu na kusitasita katika imani. Kuanzia leo hatutasita kwa jina la Yesu Kristo. Tutasimama tukikuabudu wewe, alivyosimama mtumishi wako nabii Elia katikati ya watu wa uongo, katikati ya watu ambao wanasitasita, katika changamoto nyingi alisimama mpaka ukajidhihirisha kwamba uko pamoja, wewe uko pamoja naye, na wewe ndiye Mungu wa kweli. In the name of Jesus. Hallelujah. Nani yuko mtu ambaye anataka kuokoka? Anataka kumpokea Yesu leo? Yuko mtu ambao ungependa kupokea Yesu? Labda umekuwa ukisita mara uokoke, mara usiokoke. Mara yuko kanisani, mara haupo. Hiyo ni kusita. Lazima uwe na msimamo ya kumpenda huyu Mungu wa mbinguni na kumwabudu yeye peke yake. Yuko mtu angetaka kuokoka leo? Ampe Yesu maisha yake. My God. Hallelujah. Hallelujah. Basi kama hakuna You are watching CFAM TV, House of Prayer. Tarajia tu kitu kutoka kwa Mungu asubuhi ya leo, kwa sababu Mungu ameshaandaa kitu kwa ajili yako. Amen. Ni wewe tu uandae moyo wako. Unajua unapoenda kupika ni lazima kwanza unaandaa vitu ili uweze kupika. Bwana asifiwe. Na hata kwenye neno la Mungu ni lazima uandae moyo wako ili uweze kupokea. Ni hatari sana kama nitanena neno la Mungu alafu uende hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba neno linakuja kwa ajili ya mtu, na Mungu anamtafuta mtu, hatafuti watu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo asubuhi ya leo mwambie Mungu iwe ni mimi. Amen. Unajua natamani sana kama nikiongea mtu anielewe. Usitoke bure, kwa sababu itakuwa ni hasara sana. Amen. Basi asubuhi ya leo tutaenda, kichwa cha neno ni usiogope au ondoa hofu ndani ya maisha yako. Hofu ni nini? Hofu ni kile kitu ambacho imekutawala, au kwa lugha nyingine ni uoga. Bwana asifiwe. Unajua uoga itakapokujaa ndani yako, yani utafanya vitu kwa ujasiri. Utakuwa unaacha vitu vingine vya muhimu kwa sababu ya kuogopa. Hakuna kitu mbaya kama kuwa muoga. Bwana asifiwe sana. Utakuta unamkosea Mungu kwa kuogopa. Na Biblia inasema kwamba uoga ni dhambi. Uoga ni dhambi. Na cha ajabu unaenda motoni kwa sababu ya kuwa na hofu. Bwana asifiwe. Watu wengi siku hizi, hata Wakristo, wamekuwa waoga sana. Hata katika kuhubiri neno la Mungu wamekuwa waoga. Wanaogopa watu, wanaogopa vitu, au wanaogopa je, wataonekanaje. Bwana asifiwe. Lakini nikwambie mtu wa Mungu, ukiondoa hofu ndani yako, Mungu atakutumia jinsi anavyotaka. Amen. Haleluya. Sijui kama mnanielewa, lakini mtanielewa tu. Biblia inasema kwamba waoga, waofu au wenye hofu hawataingia katika ufalme wa Mungu. Waoga. Kwa hiyo kumbe unaweza ukaogopa hadi unamkosea Mungu. Na cha ajabu watu siku hizi wamekuwa hofu, wana hofu, hawana hofu ya kumwogopa Mungu. Bwana asifiwe. Hawamuogopi Mungu na hawaogopi kutenda dhambi. Kila kitu wamehalalisha dhambi ndani ya maisha yao. Bwana asifiwe. Badala wamuogope Mungu, yani badala waogope dhambi na waache dhambi,
wanamwacha Mungu. Bwana atusaidie sana. Mmoja ataenda kunisomea katika kitabu cha Ufunuo mlango 21 mstari wake wa 8. Nitasoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 21 mstari wa 8. Inasema ya kwamba bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Amen. Mauti ya pili. Bwana, waoga na waongo na wachawi na wanaozini, sehemu yao ni moja, ni katika lile ziwa liwakalo moto. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumbe mtu mwoga anafananishwa na mtu ambayo anafananishwa na mchawi. Kwa sababu gani? Utaweza ukaniona natenda dhambi, utaweza ukaniona naenda katika njia ambayo sio sahihi, lakini kwa sababu mimi ni mtu fulani, utaogopa kuniambia acha hiki kwa sababu ni mbaya. Bwana tusaidie. Utakuta mtu anafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, hata kama ni mkubwa wako, lakini lazima umwambie, lazima ukuwe na ujasiri ya kumwambia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini utaweza ukasema, kwa wale washirika wangu wa Rangarua wataweza wakaona pasta anaenda vibaya, wasiniambie kwa sababu wanaogopa. Bwana tusaidie. Itakuwa hiyo ni dhambi. Hiyo ni dhambi kubwa, kwa sababu unaniacha nikaangamie motoni. Bwana asifiwe. Lakini kwa kuogopa kwako, kwa sababu mimi ni mtu mkubwa, lakini nikwambie mtu wa Mungu, Mungu anataka mtu yule ambaye sio muoga, anaolisema kweli neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukikuta mtu anafanya kitu cha ajabu, usiogope kumwambia, hata kama ni mkubwa, mwambie hichi ni mbaya. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiogopa, unaambiwa na wewe utaenda kwenye ziwa. Amen. Na ukiendelea kusoma Biblia inasema ya kwamba hofu inatokana na kutokuwa na upendo wa Mungu. Amen. Upendo wa Mungu ukijaa ndani yako, hautakuwa na hofu. Maana hofu ikitawala, kila kitu kinaharibika katika maisha yako. Hautafanya kitu cha maana kwa sababu unakuwa na uoga. Nikaandika mwoga ni mtu mwenye hofu, na hofu inatokana na kutokuwa na uhakika wa jambo. Bwana asifiwe. Mtu mwoga ni mtu mwenye hofu. Na hofu ni nini? Ni unakuwa na hofu kwa kutokuwa na uhakika ya kitu fulani. Hata kuna mwingine anaogopa kifo, anakuwa na hofu ya kifo, lakini hakui na hofu na dhambi. Bwana asifiwe sana. Hakui na hofu na dhambi, lakini kwa sababu ana uhakika ya kwamba ataenda mbinguni, anaogopa kwamba atakavyoenda ataenda wapi. Lakini nikwambie mtu wa Mungu, usiogope, nenda mbele za Mungu ukatubu, utakuwa na uhakika ya kwenda mbinguni. You are watching CFAM TV, House of Prayer. Mchana wa leo tunaenda kujifundisha kuhusu kumjua Mungu. Bwana asifiwe. Tunaenda kujifundisha kumjua Mungu. Si kumjua Mungu, kumjua Mungu wa kweli. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa unamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine Mungu yule unamjua ni Mungu wa pesa. Pengine yule Mungu unamjua ni Mungu wa nyumba yako. Labda yule Mungu unamjua ni ule Mungu wa kazini kwako, kwa sababu ndipo unapata chakula cha kila siku. Bwana asifiwe. Lakini kuna kumjua Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wangapi wangetamani kumjua Mungu wa kweli siku ya leo? Inua tu mkono wako, mtu wa Mungu, na Mungu atakutembelea mahali ulipo. Usione unapoambiwa inua mkono ukaona ni punishment unapewa ama ni adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo imani tu, kuinua mkono hivi, Mungu anafuatilia hiyo imani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mchana wa leo tutaenda kujifundisha
kuhusu kumjua Mungu wa kweli. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 mstari wa kwanza, tutasoma huo mlango wote mpaka mwisho, lakini tutaenda tu pole pole. Wafalme wa Kwanza Mama Debora, usisahau kazi yako. Amen. Hata hiyo ni neema. Bwana asifiwe. Sababu mimi ninayo Biblia ya Kimasai. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Eliya akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Ahabu akamwambia Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, na huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana, kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100, akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemchemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani, tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, msipate hasara ya hao wanyama wote. Basi wakaigawanya nchi ili wapite katika nchi yote. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake, na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Eliya akakutana naye, akamtambua, akaanguka kifudifudi, akanena, je, ni wewe bwana wangu Eliya? Akamjibu, ni mimi. Enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Akamwambia, nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue? Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu hakutuma watu wakutafute. Na waliposema hayupo, akawaapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakukuona. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Na itakuwa mara mimi nikiondoka kwako, Roho ya Bwana atakuchukua uende nisikokujua. Nami nitakapokwenda kumwambia Ahabu bwana wangu, nami nitakapokwenda kumwambia Ahabu, naye asipokuona ataniua. Lakini mimi mtumishi wako namcha Bwana tangu ujana wangu. Je, bwana wangu hakuambiwa niliyofanya hapo Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana? Jinsi nilivyowaficha manabii wa Bwana watu 150 katika pango, nikawalisha chakula na kuwapa maji. Nawe sasa wasema, enenda ukamwambie bwana wako, tazama Eliya yupo, basi ataniua. Eliya akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo. Amen. Biblia inatuonyesha hadithi ya Eliya. Bwana asifiwe sana. Na tunaposoma Biblia wakati hizo verses zingine vya mbele, inaonyesha kuwa kulikuwa na wakati watumishi wa Mungu walikuwa wanauawa, walikuwa wanapigwa. Kwa hivyo neno lile la asubuhi lilipoongea kuhusu hofu, hiyo hofu ilikuwa imejaa watu wa Mungu, ilikuwa imejaa watumishi wa Mungu wa kipindi hicho, kwa sababu walikuwa wakipatikana wanauawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndiposa mtumishi wa Mungu Eliya alipojitokeza jinsi alivyoambiwa na Mungu ajitokeze, ilifika mahali ambapo Mungu amemwandaa. Kwa hivyo alijua kwamba akijitokeza sasa hata kimbia. Ilifika mahali Mungu amemuondoa hofu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa hivyo watu wa Mungu, haijalishi hofu ya nini unayo maishani mwako, haijalishi ni nini hicho unachoogopa, kuna wakati utafika ambapo Mungu atakuondoa hiyo hofu. Bwana asifiwe. Bali si Mungu atajibuje? Bwana atusaidie sana. Biblia inasema kwamba ilifika mahali mpaka wakajikatakata
damu ikawa inatiririka kwa miili yao kama desturi yao. Kumbe kuna mbinu mingi ya kumwabudu Mungu, ya kuabudu miungu, si Mungu. Bwana atusaidie sana. Biblia inasema kwamba walijikata, wakajirusharusha, wakarukaruka. Sijui ni kina nani hao wanarukaruka wakiabudu. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bahali hakujibu. Maana siye Mungu. Bwana atusaidie sana. Pengine ule Mungu unaabudu wewe zaidi ya Mungu aliye juu mbinguni. Huyo si Mungu na hakuna siku atakujibu. Lakini Mungu wa mbinguni ndiye anajibu. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 27 umenifurahisha sana. Ikasema, ikawa wakati wa dhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka, akasema, muiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza, au ana shughuli, au anasafiri, au amelala, aamshwe. Bwana asifiwe. Mungu wetu wa mbinguni halali wala hasinzii. Haleluya. Mungu wa mbinguni halali. Lakini Baali analala. Miungu ya pesa inalala. Miungu ya waganga wa bandia wanalala. Lakini Yesu halali. Anasimama siku zote akitutazama. Haleluya. Ati Mungu amelala, ama amesafiri, ama anazungumza. Bwana asifiwe. Mungu wetu hata akiwa busy aje. Bwana asifiwe sana. Hata akiwa anahudumia watu wangapi katika kanisa hili, bado anajibu maombi kwa sababu yeye ndiye Mungu wa kweli. Haleluya. Amen. Akawaambia sharti ya aamshwe. Bwana asifiwe. Je, wewe ni wa Mungu huyo? Hebu jiulize hiyo swali. Wewe ni wa huyo Mungu ambaye mpaka aamshwe ndiye afanye kazi, mpaka ashtuliwe hivi ndiye asimame? Haleluya. Amen. 28. Piga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa dhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Amen. Bwana asifiwe sana. Naomba tu niwasomee hapo. Bwana asifiwe. Hiyo mstari wa 27 inasema hivi. Ore ipera kollo ni koroje ni janije. Bwana asifiwe. Ni koroje. Wisanga Yesu mana. Ekaba kinanga ni koroje. Pero ni nanga ina siwa sere mena na ame ni. Misisi Yesu. Ni koroje ni janije nejo. Anga boko ne. Amu. Anga iliye. Eba inegira adamishole. Ashole malira. Ashosho monga ngitie. Haleluya. Ashoma kinirura. Na ishagi no de yeyeki. Misanga Yesu mara. Mirura ngayande meimu. Nikimwarisha mawe. Bwana asifiwe. Biblia ya Kimasai inaelezea vizuri sana. Labda amelala na anataka kuamshwa. Sisi hatutaki Mungu wa kulala. Sisi tulale na Mungu alale. Bwana asifiwe. Nani atatusaidia? Haleluya. Amen. Ikafika zamu ya Elia. Tuendelee kusoma. Mstari wa 30. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyetiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu ukiizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni
Akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 ya maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Amen. Unaona mtumishi wa Mungu Elia hakustruggle katika maombi. Bwana asifiwe. Hakupiga makelele. Hakurukaruka kama wale manabii wengine. Lakini aliomba tu. Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ni Mungu. Bwana asifiwe. Kuna mahali unafika katika challenge unasema, Mungu, leo nataka kukuona, na nisipokuona nitajua wewe si Mungu. Ni mimi nimeifika hapo peke yangu? Wewe hujawahi fika hapo? Bwana atusaidie sana. Pengine nifika mahali katika majaribu, katika mateso. Umeteseka. Kuna mtu mwingine alikuwa ananiambia aliteseka mpaka akamwambia Mungu, shuka kaa kwa hiki kiti. Bwana asifiwe. Mimi hata sitaki kuombewa na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka tuongee mimi na wewe one on one. Shuka ukae hapa, tuongee. Bwana asifiwe. Kuna wakati huo watu wa Mungu. Hivyo Elia hakuhangaika, hakustruggle, lakini alimwambia Mungu, Mungu, ninaomba unisikie. Bwana asifiwe. Akasema katika mstari wa 37, unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiye Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 38 ukasema, ndipo moto wa Bwana ukashuka. Haleluya. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na moto na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mifereji. Bwana asifiwe sana. Moto wa Bwana ukashuka, pamoja na kwamba kulikuwa na maji katika sadaka, pamoja na kwamba ilikuwa imeloa kila kitu. Haleluya. Moto wa Bwana ukashuka kutoka juu mbinguni. Mungu wetu, tunakuita wewe Mungu wa kweli, wewe unayejibu kwa moto, ukapate kujibu maishani mwetu katika jina la Yesu. Tunakuita Mungu, tunakutarajia Bwana wa majeshi, Mungu unayejibu kwa moto, Mungu usiye angaishwa. Hallelujah. We worship you, Lord. You are one and true God, and there is none like you. We worship you. We bless you, dear Master. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na moto. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba hakuna kitu ambacho kilibaki katika madhabahu ile, kwa sababu ni Mungu wa kweli ndiye amejibu maombi. Haleluya. Ni Mungu ambaye si wa kuamshwa. Ni Mungu ambaye hajasafiri. Haleluya. Jesus. Tunaomba tufundishe tukuabudu Mungu wa kweli peke yako, Yesu. Jesus. We worship and bless you. You are one and true God. Amen. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Bwana wa majeshi ndiye Mungu. Kwa maana amejibu kwa moto. Hallelujah. Asante Yesu kwa sababu wewe unajibu kwa moto. Asante maana wewe Mungu unajibu. Thank you, Jesus. We worship you. And we exalt your name, for there is none like you.
Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sitaki kuendelea, ninaomba tusimame kwa miguu yetu. Tutamani leo kumjua Mungu huyu wa kweli anayejibu kwa moto. Pengine tumekuwa tukiabudu miungu ambaye haijibu maombi yetu. Tumekuwa tukihangaika kutafuta, lakini kumbe kuna Mungu wa kweli. Yupo Mungu anayejibu kwa moto. We worship you. Tunakutukuza Mungu wetu. Wewe ni Mungu wa kweli usiyelala. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, Bwana wa majeshi. We worship you. We exalt you. Tamani mchana wa leo kujua Mungu wa kweli. Tamani kumjua huyu Mungu wa Elia, maana ndiye Mungu wa kweli. Asante Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ndiye unayejibu maombi Yesu. We worship you. Hakuna Mungu kama wewe. We worship you. Tunakupa sifa Mungu wetu. You are watching CFAM TV House of Prayer.